Tuomba Yesu kaanze na sisi. Mfalme wa wafalme, Mungu wa majeshi, ukatuwezeshe kwa uweza wako na nguvu zako. Tumenyenyekea mbele zako Mfalme, ukaweze kuonekana kwa uwezo wako. Jehova Mungu wa majeshi, ukatawale, ukatamalaki, ukatende jambo Bwana la kipekee Mfalme, kwa sababu wewe ni Mungu. Uhimidiwe Mfalme, utukuzwe na uheshimike Mtakatifu Israeli. Hatutasahau kukuomba Bwana, ukatupe nguvu za kunyenyekea, ukatupe Mungu wa majeshi maarifa, hekima, na Mungu wa majeshi ukatupe Bwana mabwana ushirika mwema Mtakatifu Israeli, kwa sababu wewe ni Mungu. Kile tumekataa roho yote ya confusion Mtakatifu Jehova Mungu wa majeshi, ukaweze kuonekana kwa uwezo wako na nguvu zako. Tumekataa falme zote utawala kwa Mfalme, tumezishika mateka na kuzifunga katika jina la Yesu. Roho ya confusion, roho Bwana mabwana ya kutoelewana Mtakatifu, roho Bwana Mungu wa majeshi uteka mawazo, roho uteka Mungu wa majeshi neno, roho uteka Mungu wa majeshi maombi, roho uteka Bwana njia zetu Bwana za kukuibia na kukuabudu. Zote tumeshika mateka na kuzileta chini ya miguu yetu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ependeza Mungu wa majeshi ukatawale. Naomba Bwana ukaweze kushuka, ukaweze kuonekana kwa uwezo wako na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jehova Mungu wa Israeli, ukatawale na ukatamalaki kwa utukufu wa jina lako. Mahali hapa Jehova kuna kuja mtu ambaye Bwana mabwana huenda Baba kuna shida kwa mwili wake. Naomba Mtakatifu wa amani ukaachilia malaika wako kwa uwezo wako na nguvu zako, ukaponye, ukainuka, bariki, ukatetee na ukafariji, ukaweze Mungu wa majeshi kufungua roho za watoto wako, ukasome kila hitaji, maombi yote Bwana tunakaomba mahali hapa Mfalme, ukaweze Mtakatifu kuitimiza kwa utukufu wa jina lako. Tumenyenyekea Mtakatifu, ukapata nafasi Bwana ya kutenda kwa utukufu wa jina lako kwa jina la Yesu Kristo Bwana aliye Mwokozi na mkombozi wetu. Tumeomba na hata tumeamini. Amen. Karibu sana. Thank you, Jesus. We thank the Lord this morning. Tunakwenda kumwabudu Bwana kwa moyo wako mbele za Bwana, ili Bwana akapate nafasi ya kukuinua na kukuhudumia. Thank you, Jesus. Wasongea mbele zako Bwana wa mabwana, twasongea 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 mbele zako Bwana wa mabwana, mbele zako Bwana wa mabwana,
nasogea mbele zako Bwana wa mabwana. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. Somebody say you're holy. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. You are holy. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. You are holy. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. Mighty, you are mighty. Oh, mighty, you are mighty. Somebody say you're mighty. Mighty, you are mighty. My God, mighty. Oh, you are mighty. You are mighty, Jesus. Mighty, you are mighty. My God, mighty, you are mighty. You are worthy. Worthy, you are worthy, my God. Worthy, you are worthy. You are worthy. Worthy, you are worthy, my God. Worthy, you are worthy. You are able. You are able, my God. Able, you are able. Jesus, you are able. Able, you are able, my God. Able, you are able. You are holy. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. And you are holy. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. Jesus, you are holy. Holy, you are holy, my God. Holy, you are holy. Just worship God. We worship you, Father. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nataka tuende mbele za Bwana. Tafuta mahali uweze kupiga magoti, tujipeleke mbele za Mungu. Ambia Bwana jambo asubuhi ya leo, usikubali kunyamaza, usikubali kukaukiwa, usikubali kukaushiwa anga. Enda mbele za Bwana, ongea na Mungu, ongea na Baba, ongea na Mwenyezi Mungu. Peleka mahitaji yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
mtakatifu, mtakatifu. Ebeneza Mungu wa Israeli, kimbilio letu, jawabu letu, shapari letu, Mungu wa majeshi, tumaini letu, mfalme ni wewe Bwana mabwana, Mungu siyeshindwa na Mungu siyelinganishwa, Jehova. Ni asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa sababu ya uwepo wako mfalme, Jehova Mungu wa majeshi, Bwana mabwana, wimitiwe na utukuzwe, mtakatifu wa Israeli. Wewe niyependeza, Mungu siyeshindwa na Mungu siyelinganishwa, Jehova nisi ninalitukuza jina lako, naliabudu na liheshimu mfalme, kwa sababu ya uweza wako na nguvu zako, mtakatifu wa ajabu. Jehova Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu liye na uwezo, Mungu liye na nguvu, Mungu liye na mamlaka. Jehova ni wewe Baba yetu, tumesongea mbele zako mtakatifu wa amani, tukiwa tumenyenyekea mbele zako, tumesongea mbele zako Yahweh Bwana mabwana, kwa unyenyekevu mtakatifu wa amani. Ishara Bwana ya kujikosa mbele zako, ishara Bwana ya kutafuta Bwana macho yako Baba, kwa sababu ya uwepo wako mtakatifu wa amani. Wakati Jehova Mungu wa majeshi, Mose alikuwa anahitaji kukuona Jehova, alikuwa Bwana anapanda milimani, anapiga magoti yake mfalme, Jehova mbele zako mtakatifu wa Israeli. Ependeza Bwana hata mwana wa Yesu, ependeza Mungu wa majeshi, wakati Baba alikuwa ananena nawe mfalme wa amani, alikuwa anapiga magoti mbele zako, simba wa Yuda. Ezra wakati Bwana mabwana mashine ilikuwa inainuka ya kivita, Baba yetu alikuwa anapiga magoti mbele zako usiku mzima Bwana. Jehova Mungu wa majeshi, atawala wafalme wengine Jehova chini, wakati Baba walikuwa na kuhitaji mtakatifu wa amani, walikuwa Bwana mabwana wanajikosa mbele zako Rabii, wanapiga magoti, wengine Baba wanalala chini kwa mchanga sakafuni, wengine Bwana mabwana Jehova chini Bwana wanalala Bwana Mungu wa majeshi kwa majivu, ishara Bwana ya kukosa Bwana mabwana vitu vyao, ili Mungu wa majeshi Bwana mabwana kaonekane mtakatifu wa amani. Na neno lako Bwana mabwana linanifunza mtakatifu wa amani, kupitia Jehova Shama Bwana kuona kunyenyekea kwa Baba yetu, ulikuwa Bwana unashuka mtakatifu wa Israeli, na sisi Bwana asubuhi ya leo mfalme wa Israeli tuko mbele zako, tuko mbele zako, tuko mbele zako Jehova chile, kanisa mzima tuko mbele zako. Ependeza Mungu wa majeshi Bwana, ukashuke kwa uweza wako na nguvu zako, ni kwa sababu wewe ni Mungu na kuna Mungu mwingine kama Rabii. Ninaomba Jehova uwepo wako na mapona mafuta yako, ninaomba Bwana mapona kibali chako mtakatifu wa ajabu. Tembea mahali hapa Bwana kwa sababu uko na uwezo, tembea mahali hapa Bwana kwa sababu uko na nguvu na mamlaka. Tazama Mungu wa majeshi Bwana, ili garaji yako mtakatifu wa amani. Ependeza Bwana mabwana, mahali pa kutengeneza maisha yetu, mahali pa kutengeneza roho zetu, mahali pa kutengeneza watoto wako, mahali pa kupokea waliokataliwa mtakatifu, mahali pa kupokea walio Bwana mabwana tengwa, mahali pa kupokea Bwana waliotaindwa kesho. Jehova Mungu wa majeshi Bwana mabwana, ninaomba mtakatifu wa amani ukashuke Bwana kwa uweza wako na nguvu zako mtakatifu wa ajabu. Wewe ni nahodha Mungu wa Israeli, wewe ndiye dereva Bwana kwa maisha yetu. Asubuhi ya leo mfalme wa wafalme, maombi haya Bwana yakawa manukato mbele zako, maombi ya watoto wako yakawa manukato mbele zako. Ependeza Bwana ukaweza kuandamana na wao, kualizana na maisha yao mtakatifu wa amani. Asubuhi ya leo Mungu wa Israeli, kwa sababu wewe ni Mungu na kuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Maombi haya Bwana yakawa manukato mbele zako, maombi haya yakawa manukato mbele zako Bwana. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Ependeza Bwana mapana viumbe vingine Baba yetu, walio mbele zako wakiinama na kuinuka tena, wakisema hosana, hosana ndilo jina lako, wakisema haleluya, hosana milele yote. Tumeungana Bwana mapana mtakatifu wa Israeli na viumbe Bwana ishara pendeza viumbe Baba yetu walio mbele zako Yesu. Ependeza Bwana mapana mtakatifu wa Israeli, naomba Bwana Mungu wa majeshi Bwana ukashuke kwa uweza wako. Tembea mahali hapa Bwana, tunakusihi Bwana, neno lako linasema Mungu wa Israeli, ependeza tubishe milango tutafunguliwa, tuombe tutapewa, tutafute Bwana tutapata mtakatifu wa amani. Zaidi ya yote Bwana mapana mtakatifu wa ajabu, neno lako linasema tutafute ufalme wa Mungu kwanza, nayo mengine Baba tutashindiziwa. Jehova chile niko mbele zako Baba yetu,
ninaomba Bwana mapona ukashiria uwepo wako Baba yetu. Tembea hakuna kama wewe Bwana, na hakuna uwezo kama wako. Naomba Bwana mapona ukashuke Jehova. Tembea Bwana, tembeleza Mungu wa majeshi Bwana, tunakuhitaji Jehova Bwana, ukabadilisha mtakatifu wa ajabu. Yesu mwana wa Mungu, wewe ni Mungu, uko na uwezo, uko na nguvu na mamlaka. Ninakusihi Bwana, tembea Bwana, ni kwa sababu ya watoto wako, ni kwa sababu ya madhabahu hii Baba. Ashawachile tembea mtakatifu wa ajabu. Ninaomba Bwana mapana ukashuke na pili kwa uweza wako na nguvu zako Baba. Ninakuhitaji Mungu wa Israeli, ninakuhitaji Bwana mapana. Ninaomba Bwana ukashiria uwepo wako, ninaomba Bwana ukashiria nguvu zako. Yesu mwana wa Mungu mtakatifu wa amani, tunahitaji Bwana mapana kukubalika mbele zako. Tunahitaji Bwana mapana kukuona mtakatifu wa amani. Jehova Mungu wa Israeli, kama kanisa tukakuone, viongozi wa madhabahu tukakuone, viongozi wa madhabahu tukakusikia mtakatifu. Tufunze Bwana njia zako Jehova, tufunze Bwana njia zako mtakatifu wa amani. Tupendeze Mungu wa Israeli, naomba Bwana mapana ukashuke Baba yetu. Tupendeza ukaweza kujitukuza na kujidirisha kwa uweza wako, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wewe ni Mungu uliye na uwezo, wewe ni Mungu uliye na nguvu. Jehova Mungu wa Israeli, tembea Baba. Jehova Mungu wa majeshi, tembea mtakatifu wa amani, uliye na uwezo Bwana, uliye na nguvu na mamlaka. Shuka Bwana, shuka Bwana. Ongea na Mungu, ongea na Mungu. Kuna mtu tu ananiangalia, funga macho yako. Hii nafasi ambayo wewe utaipata tena. Omba hii maombi, siku moja utaikumbuka, siku moja utakumbuka hizi, siku moja utakumbuka. Ongea tu na Bwana. Turumie Bwana, turumie mtakatifu wa Israeli, turumie Baba. Tunahitaji Mungu wa majeshi kukuona Bwana. Jehova Bwana Mungu wa Israeli, najua Bwana hatujakamilika mbele zako, ni huruma tu Bwana zimetubeba mtakatifu wa Israeli. Sisi Bwana ni wale Bwana wauaji Jehova, sisi Bwana ni wale Bwana mapana wanyang'anyi mtakatifu wa ajabu. Sisi Bwana ni wale Bwana tulikuwa waongo Jehova, sisi ni wale Bwana mapana tulishiriki na kufanya Bwana umalaya. Sisi Bwana ni wale tuliavya mlima mtakatifu wa ajabu. Sisi ni wale Bwana tulikunywa pombe, sisi ni wale Bwana tulikuwa wapenda vita Jehova, sisi ni wale Bwana tuliwapaba. Ependeza Mungu wa majeshi, tuko mbele zako Bwana, ukatuhurumie kwa uweza wako Rabi. Ni kwa sababu ya uwezo wako na nguvu zako mtakatifu wa amani. Unasema Bwana ya kwamba Jehova Bwana mabwana, hata kama dhambi ziwe nyeupe na nyekundu Baba yetu, uko na uwezo Bwana kuzitakasa Bwana zikawa nyeupe kama theluji.
uko na uwezo Bwana wa kututakasa, mtakatifu wa ajabu, uko na uwezo wa kututakasa Jehova Jire, uko na uwezo wa kututakasa Shaddai, uko na uwezo wa kututakasa mtakatifu wa ajabu. Nasema Bwana mabwana, hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe Bwana, hatuwezi bila wewe Bwana, hatuwezi bila wewe mtakatifu wa ajabu. Jehova Bwana mabwana, vita zetu Bwana ni zako Baba, maadui zetu ni wako mtakatifu wa amani. Jehova Mungu wa Israeli, ndio maana tunaomba asubuhi ya leo ukatulinde Bwana mabwana, tulinde Jehova, tulinde Baba, Roho wako mtakatifu Bwana akatutakase Jehova Bwana, kwa uweza wako na nguvu zako, tutakaze Bwana, takaza dhambi zote za uongo Bwana, takaza dhambi za uzinzi Baba yetu, takaza dhambi Bwana za mipango ya kando, takaza maumivu wa jina lako, takaza dhambi za fornication Bwana, takaza Jehova moyo posho ni mahali hapa, kwa sababu uko na uwezo tena nguvu na mamlaka. Naomba Bwana Mungu wa majeshi Bwana ukashuka siku ya leo. Wewe ni Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni yapendeza Mungu usiyeshindwa Jehova, uikai tependeza Bwana mapana, tunakuhitaji siku ya leo. Tembea mahali hapa Bwana, tembea mahali hapa Jehova, tembea mtakatifu wa ajabu. Wewe ni jawabu na jabali letu, wewe ni kimbilio na tegemeo letu, hakuna msaada mwingine tunangoja Bwana. Wazazi Bwana mahali Baba wezi Mungu wa Israeli, tependeza ali mtakatifu wa mtakatifu ni wetu Bwana, unaweza Bwana ukatufanikisha mtakatifu Jehova Bwana, kwa uweza wako na nguvu zako. Wengine wetu mahali hapa Bwana walikataliwa kwa manyumba zao, wakionekana kama ripeli ya Jehova Jire, wakionekana kama Mungu wa Israeli, haiwezekani kwa maisha yao. Naomba Bwana asubuhi ya leo Bwana mabwana, ukatukumbuke kwa uweza wako na nguvu zako. Kuna wengine Bwana mabwana, baadhi yetu mtakatifu, wakati Bwana tuliokoka tulitengwa, wakati Bwana tulifilisika tulitengwa, wakati tulikosa makazi Bwana tulitengwa. Jehova Mungu wa majeshi Bwana naomba Bwana ukatukumbuke kwa uweza wako na nguvu zako mtakatifu wa amani. Tembea Bwana, wakati Jehova tuliokoka Baba yetu, baadhi yetu Bwana mabwana tulionekana Baba yetu ni kama tumepungukiwa mtakatifu na akili. Jehova, ni wewe tu Bwana tunakimbilia asubuhi ya leo, ni wewe tu Bwana tunakimbilia asubuhi ya leo. Ependeza Mungu wa Israeli Bwana, ukajitukuze Bwana wa falme, kwa jina kuu la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nasikia unauliza mpaka lini? Hilo jambo liko na mwisho. Mpaka lini? Tembea mtakatifu, shuka kwa uwezo wako. Shuka Bwana Jehova, uko na uwezo Mfalme. Jehova Mungu wa majeshi, uko na uwezo, uko na uwezo Mfalme, hakuna kama wewe Bwana. Jehova Mungu wa majeshi, kuna mtu Bwana kodieta sana anaenda palisho ni Mfalme wa falme, kamukumbuke. Kuna mtu Bwana anaenda leba wote. Jehova Mungu wa majeshi, wengine wanasia si Mfalme Bwana mapana, naomba Bwana asubuhi ya leo kama kumbuke kwa uweza wako. Kuna mtu Bwana mapana, Jehova anahitaji kukuona Mfalme. Jehova Bwana mapana, kuna tiuma kwa mwili wake,
Ependeza naomba Bwana ukamponye kwa nguvu ya jina lako. Kuna mtu Bwana kuna brain cancer mtakatifu, naomba Bwana ukamponye. Kuna mtu Bwana anasumbuliwa Bwana goti cancer, ukamponye kwa uwezo wako na nguvu zako mtakatifu wa ajabu. Kuna mtu Bwana mapana anasumbuliwa na pressure na kisukari, naomba Bwana ukamponye kwa uwezo wako na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kuna mtu Bwana mapana anasumbuliwa leo, anasumbuliwa Bwana mapana Jehova. Ependeza Mungu wa majeshi, ependeza na goita mfalme wa amani. Wengine wanasumbuliwa na meningitis, wengine wanasumbuliwa Bwana mapana Jehova chile. Ependeza Bwana na magonjwa mbalimbali, wengine baba yetu na Mungu wetu wanasumbuliwa na leukemia Jehova chile. Wengine baba wako na magonjwa sio na majina mtakatifu wa amani. Wengine wamekosa watoto ni kwa sababu ya maumivu kwa miili yao, ni kwa sababu ya mafibroidi mtakatifu wa ajabu. Wengine baba wanaambiwa mayai zao zinaoza, naomba Bwana asubuhi ya leo mtakatifu wa amani ukaponye uwezo wako na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kuna wengine mtakatifu wa ajabu wanaambiwa Bwana mapana Jehova miili yao Bwana iko na mashida mbalimbali. Wengine Mungu wa majeshi wako na arthritis, naomba Bwana asubuhi ya leo ukawaponye kwa uwezo wako na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Naomba Bwana nguvu zako na uwezo wako pepea mahali hapa Jehova chini, pepea mahali hapa Mfalme. Kuna watu wanafungiwa manyumba zao, naomba Bwana ukawakumbuke. Kuna watu Bwana mapana wako kwa madeni, wako karibu Bwana kushoto Jehova, naomba mtakatifu wa amani ukawakumbuke. Ependeza kwa uwezo wako na nguvu zako, wahurumie Bwana mapana. Wengine ndoa zao ziko na shida, wengine wako kwa vita mtakatifu wa amani, naomba Bwana ukawainua kwa nguvu ya jina lako. Kuna siku mama Bwana anateseka na watoto, anauliza Bwana mapana Jehova atawalisha namna gani? Kulisha nyumba ni shida Bwana. Wengine walipoteza kazi zao, wengine wakapoteza Bwana biashara zao. Ependeza Bwana mapana shuka na pili ukaweza kuwakumbuka kwa uwezo wako. Neema na miujiza mtakatifu ikashuka kwa maisha yao na pili, kwa sababu wewe ni Mungu wetu na baba yetu. Kuna mtoto analia wazazi walipotelea kwa pombe Jehova, wengine Bwana mapana Jehova nisi wakapotelea Bwana mapana Jehova kwa mipango miovu, wengine Bwana wakapata maajali, wengine Bwana mapana kwa sababu ya kisukari wakapoteza macho yao mtakatifu, hawezi Bwana mapana jitafutia riziki. Naomba Bwana kwa uwezo wako, huruma zako Bwana zinatosha, ukawakumbuke Bwana mapana kwa jina la Yesu. Tembea 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 Bwana, huyo mtu Bwana mapana Jehova amepakiwa chama na maadui, naomba Bwana ukamnusuru huyo mtu amepakiwa chama. Ependeza ya kubambiwa mtakatifu ukamwokoze kwa uwezo wako, kwa sababu wewe ni Mungu uliye na uwezo, uliye na nguvu na mamlaka. Kuna mtu sipawa yuta Jehova sana wamepewa notisi ya kuchota Jehova na kuita Bwana kwa huruma zako Bwana ukaweze kumkumbuka Shaddai kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Huyo mtu Bwana mapana Jehova wamepakiwa Bwana mapana Jehova kufilishisha mtakatifu, ndoa yake imepakiwa chama. Ependeza kamkumbuke. Kuna mtu anatamani ndoa, anatamani Jehova kuona kuolewa, naomba asubuhi ya leo tembea 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 Bwana ushuke kwa uwezo wako na nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Leta uwepo wako mahali hapa, leta nguvu zako mahali hapa, leta uwepo wako mahali hapa Jehova ukaweza kuonekana kwa uwezo wako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ashiria nguvu zako Baba, kwa sababu wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana, na kuna uwezo kama wako. Ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe,
inasema hivi, verse 12 inasema, nitasoma ya Kiswahili, so ukisikia natafuna ulimi unisamehe. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbingu hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Bwana Yesu atukuze sana. Hebu ruka hapo sasa Ephesians. Ruka Ephesians chapter 4 verse 4. Inasema hivi, there is one body and one spirit, just as you are called in one hope of your calling. Verse 5 inasema, one Lord, one faith and one baptism, one God and the Father of all, for who is above all and through all and in you all. Hapo ndio nataka uangalie sana verse 6 ya kwamba Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya wote na katika yote na ndani ya yote. Bwana Yesu atukuzwe sana. Verse 7 inasema, but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Verse 8 inasema, therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive, and he gave gifts to men. Verse 9 inasema, now this he ascended, what does it mean? But that is he also first descended into the lower part of the earth. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana kwa uwezo wako na nguvu zako. Remember me your vessel. Use me the way you want to convey this message to your people. Dear Father, open our ears so that we can understand your word and we can do something in our spiritual life. Hii ni chakula Bwana cha roho mfalme. Mtu wetu wa kiroho mfalme akashibe na akatosheke kwa ukuu wa jina lako. Bwana mabwana, saidia yote mtakatifu. Tusiwe Bwana mabwana Mungu wa majeshi, just a listener but also a practitioner of your word. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana tunaomba na amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hili neno nataka kukuletea kwa utaratibu sana, na nimesema majina ni Pastor Charles na nimeokoka katika Bwana. Nataka kuongea kuhusu ni kind of warfare, na bado si warfare, ni kind of success na bado sio success, kwa sababu nataka nikwambie hivi, success is not easy. Bwana Yesu atukuzwe sana. But it is always possible. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ushindi sio rahisi kupata ushindi, lakini ni rahisi sana, ama kuna uwezekano kwa ule ambaye anapigania ule ushindi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na hapa kwenye kitabu cha Matthew neno la Mungu linasema hivi ya kwamba kutoka wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka siku ya leo ufalme wa Mungu unakuwa ni wa kung'ang'ania. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Ya kwamba ukitaka baraka kwa maisha yako lazima ung'ang'anie. Ukitaka amani kwa maisha yako haitakuja tu ukiwa kwa comfort zone, lazima ung'ang'anie. Kristo atukuzwe sana. Amen. Na mnakumbuka vizuri sana John the Baptist ndiye alikuwa wa kwanza kuleta utakatifu ama kuanza safari ya ukombozi ya mwanadamu ndiye aweze kukombolewa kutoka kwa dhambi. Na Yohana Mbatizaji hakuenda kuhubiri kwa hoteli, hakuenda kuhubiri kwa misitu mizuri. Neno la Mungu linasema sauti inasikika kwa jangwa. Bwana Yesu atukuzwe sana. So kumaanisha number one, kile nataka uelewe, Mungu, na ukisoma bado kwenye kitabu cha Exodus ambao ni Kutoka, na ukisoma mpaka Numbers mpaka pale chapter 14, ya kwamba utaona Mungu ndio ahudumie watakatifu wake, hawezi kuhudumia ukiwa kwa comfort zone. Bwana Yesu atukuzwe sana. Alitoa wana wa Israeli kule Misri, kule walikuwa nakula marenge na vitu zote mzuri, akaenda nao mpaka jangwani. Ndio alianza sasa kuwaonyesha yeye ni nani. Bwana Yesu atukuzwe sana. Same case, ukombozi wa mwanadamu wangu na wewe ulianza kwa jangwa. So kumaanisha nini? Kuna anga ambayo Mungu hawezi akashuka. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Kuna anga ambayo Mungu hawezi akakuhudumia ukiwa wewe. Kuna anga ambayo Mungu hawezi akakuhudumia wewe ukiwa umeketi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kumbuka jangwani kuna kuanga ya kwamba hakunanga watu, hakunanga maji, hakunanga chakula, hakunanga kitu yote mzuri.
Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Ya kwamba jangwani kumejaa mateso, kumejaa vita, kumejaa aibu. Hakuna hata mtu wa kulilia ukiwa jangwani, unaliaga peke yako. Lakini huko ndio sauti inalia ikisema, tayarisheni njia ya Bwana. Na hapo ndio kuanzia saa hiyo ama wakati huo, neno la Mungu linasema kutoka hiyo wakati ufalme wa Mungu ulikuwa sasa ni wa kung'ang'ania, ya kwamba waovu wanajaribu kuuteka umalize, watakatifu wanajaribu kuuteka wasaidie. So ukiwa unapigania utakatifu wa Mungu na ufalme wa Bwana na baraka za Mungu, kuna mwingine bado anaupigania au malize. Bwana atukuzwe sana. Amen. Haleluya. Na kuuliza hivi, mtu akikuja ateke mzee wako na tuseme na mitishamba na aende na yeye, uko na mzee tena? Bwana atukuzwe sana. Uko na mzee. So wewe utabaki kuwa ya kwamba wewe hauna mzee. So ufalme wa Mungu ukitekwa na utolewa kwa mikono yetu, sisi huwa tunabaki hatuna Mungu, ya kwamba sisi tunabaki tunaimba wimbo lakini hatujadefend ufalme wa Mwenyezi Mungu. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Ya kwamba Mungu akikosekana ndani yetu tunabaki kitu ambacho ni empty. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sijui kama naeleweka. Ya kwamba kwa jangwa kuna sauti inalia, inasema tayarisheni njia za Mungu. Na hapo ndio vita ilianza ya Mkristo na mtu wa dunia. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yesu anakuja anazaliwa, na akizaliwa, the moment amezaliwa na amezaliwa akiwa mwana wa Mungu na ako na nguvu za Mungu, bado hata yeye njia zake za kuhubiri injili ya Kristo ni za kung'ang'ania. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu gani? Anataka kutuonyesha mfano ya kile tunastahili kufanya ndio tuweze kushuti ama kuinuliwa kwa maisha yetu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Salimia mtu mwambie toka kwa comfort zone. Comfort zone hakuna mahali inaweza kupeleka. Kama unataka kuachieve kitu kwa maisha yako, namba 1 unastahili utoke kwa comfort zone. Namba 2 unastahili utoke kwa raha za kutosheka. Ya kwamba wewe ukipata leo unatosheka. Kama ni kuomba umeomba kazi, ukipata una relax. Ya kwamba unasema enough is enough. Unasema sasa Mungu ashajibu maombi yangu. Wewe ni kukula na kukunywa. Shetani ashindwe. Yesu, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba Yesu alishuka, alipanda, na kama vile mnajua mpaka siku ya leo ameketi kwenye kiti cha enzi. Lakini neno la Mungu linasema hivi, kabla hajashuka ama hajapanda, neno la Mungu linasema kwanza alishuka kuzimu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na aliposhuka kuzimu, aliweza kunyanyasa ama aliweza kuangamiza madhabahu yote ya kishetani, na alipoimaliza ndio aweze kupata mamlaka. Bwana Yesu atukuzwe sana. Naongeleza watu ambao wanajua hawapendani kushuka hata kidogo. Watu ambao hawapendani kukutana na hali nzito kwa maisha yao. Ikiingia hivi pastor kumedhuka. Pastor omba. Pastor ongeza hiyo maombi. Pastor ongeza hiyo fasting. Bwana Yesu atukuzwe sana. Pastor ni kubaya, ongezea. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hata niko na kadhabiuka ndogo naweza tuma saa hii uende mlimani. Kristo atukuzwe sana. Wewe acha nikwambie, utatuma na kama siko fasting nitakula nyama. Na nisema Mungu mkumbuke. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini sikiliza nikwambie, Yesu ndio aweze kushuka chini. Akushuka bila alisema mimi naenda huko nikuje. Hapana, ni watu walipanga chama na wakajua sasa Yesu amekuwa mwokozi, na sisi tunatafuta namna ya vile tutamaliza na vile tutamuua. Wakamshika, wakamuua na wakamzika. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na wakati hauwezi kushuka ukiwa soba, hauwezi kushuka ukiwa unataka. Nani anaweza penda hapa nimwambie saa hii account yangu kuna milioni 1. Tunaenda kuiendea ubaki zero. Tuende vitu zako za nyumba ubaki zero. Nani anaweza taka? Hata hapa mnaweza ona vile watu wanatoka mbio sana hapa. Pastor amekuwa mwizi sasa anataka kutuibia mbio. Hakuna mtu upenda kushuka, hata mimi mwenyewe sipendi, lakini wacha nikwambie, sometimes kuna mapenzi ya Mungu sisi tushuke ndio aweze kututayarisha. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ndio aweze kutupea nguvu. Yesu alishuka kule kuzimu, na aliposhuka kule kuzimu, mishoni yake ya kuingia kuzimu ilikuwa ya kuteka madhabahu yote ya kuzimu na aweze kuicommand. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na the moment alicommand, alijua sasa hata nikipaa niende mbinguni, hata hii madhabahu itanijua mimi ndio kusema hata hapa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Na baada the same supernatural power ndio mwanadamu amepewa. Genesis chapter 1 verse 28. Ya kwamba you have given authority to subdue even the fish of the oceans. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ya kwamba subdue with the power from God. Ya kwamba uko na uwezo wa
kutawala. Haleluya. Uko na uwezo wa kutawala. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ya kwamba hata hiyo unaona kama inakunyanyasa, uko na uwezo wa kuitawala. Hiyo unaona inakuja kukusumbua, uko na uwezo wa kuitawala. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wakipaka kukuingiza kwa hiyo shida, wewe nyamaza, omba Mungu. Mwambie kama ni mapenzi yako nitaingia, lakini nikiingia kitambo nitoke. Yeyote aliniingiza nitaacha akiwa amekufa katika jina la Yesu Kristo. Nitoke na kifunguo ya kufungua baraka zangu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yesu alishuka kule kuzimu na akakanyaga shetani na akatoka na kifunguo. Sisi ni hali gani huko siku ya leo? Utoke na kifunguo cha kufungua maisha yako ya kesho. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Ya kwamba Yesu ndio ambaye kwanza alishuka. Kumbe kushuka inakuwa ni nguvu za ni kama ignition ama pendo ya kushuti level nyingine. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Yesu wakati alishuka alitoka na ushindi mkubwa sana. Yesu wakati alishuka alitoka na usemi mkubwa sana. Mpaka kuzimu wakajua enyewe huyu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kule unaingiaga, wacha nikwambie, ndio utoke, wacha kutoka kama mtu kawa. Toka ukitoka huko wajua yenyewe huyu sio mtu wa kuuzwa tena. Kuzimu wakaulizwa kama Yesu arudi huko, wanaweza sema hapana, tutaki. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Why? Kwa sababu mambo yale yalitenda kule mpaka siku ya leo imeandikwa tunasoma. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hiyo ndio nguvu na kuombea leo. Wakikuingiza kwa hatari, unatoka na ushindi katika jina la Yesu. Wakikuingiza kwa aibu, unatoka na ushindi katika jina la Yesu. Haleluya. Sema amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ya kwamba Yesu ndiye aweza kupaa na aweze kuenjoy ile mambo anaenjoy saa hii, kwa sababu Yesu yeye ndiye ako na usemi. Kwanza alishuka. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Hata wakati unashuka, washa kuona kuisha kwako, washa kuona kuibika kwako, washa kuona mwisho wako. Anza kuona another stage ya kwamba ni mahali unatayarishwa weko kwa landa. Inaitwa landa ama inaitwa aje? Ile naona watu wakikalia inapigwa kule na power. Unarushwa, unaenda kuangua kwa mto ama kwa swimming pool. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ya kwamba wewe wakati unashuka, wewe una umetayarishiwa landa ya kukuswim ama swing pendulum. Ya kwamba utashuti kwa njia ambayo ni ya kimiujiza. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini ndio uweze kushuti na utulie mahali kwa level moja. Number 1, wale wanakushushanga lazima number 1 wakutambue. Amen. Na juu wakikutambua, watakuwa wakijua tunaweza jaribu tena ama hatutajaribu. Nishakwambia. Kuliko kukuja hatari. Vita zinakuwa spiritual. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ndio maana nimekuambia from the days of John baptism until today, mpaka siku ya leo. Maandiko yanasema mpaka siku ya leo ufalme wa Mungu ni wa kunyang'ania. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ukiwa kwa hiyo hali ni mzito ndio. Wacha tu kuliaga machozi tu ya bure. Sawa tu nimewasamea. Unasamea nani? Bwana Yesu atukuzwe sana. Je, kwamba Yesu ndiye alisema na wasamehewe, lakini wakati anakuja kukomandi Herode anamwambia wewe mboya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wewe mboya hautani control tena. Kwa sababu gani? Wakati alikuwa kuzimu ndiye ilikuwa nafasi ya maadui ya kutawala. Haleluya. Amen. Na wakati maadui wakati ume expire, hawafai kuwa na usemi tena. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sio wakati wa maadui waanze kuexpire saa hii. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sio wakati wa watesi waanze kuexpire saa hii. Amen. Sijui naongelesha nani hapa kwa imani. Mwambie hiyo hali unaona huko siku ya leo. Iko na mwisho. Na lazima watakuja kutambua siku moja ule Mungu naopanga ako na uwezo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Walipomua Yesu walidhani injili imefika mwisho. Na wakasema tumemalizana na ule mfalme. Lakini all of a sudden mchana kuliingia giza. Kumbe ndio Yesu sasa ana access kule kuzimu sasa. Kuzimu ikatoka kuzimu ikakuja duniani. Wakaiona na macho. Nasema maadui zako waone watesi wako. Bwana atukuzwe sana. Wateswe na malaika wako katika jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Walimuua lakini hawakujua ya kwamba kila wanatayarisha kuzimu lazima itainua mikono. Bwana Yesu atukuzwe sana. Walipomweka kwa jeneza ama inaitangwa aje kwa the top, kwa Kiswahili inaitangwa aje?
hiyo shimo la tego, acha tuliite hivyo. Wanaweza tukuzwe sana. Wakati walimuingiza pale, walijua tumefunga chapter yake, lakini hawakujua ya kwamba ni njia wamemtayarishia ya kuingia kwa maadui. Wacha nikwambie, vita zako na changamoto zako, wacha jitayarishe njia ya kuingia kwa maadui zako. Wacha ikupee nafasi ya kuingia kwa kambi za maadui. Wanaweza tukuzwe sana. Hiyo nafasi hauna kazi, ipe advantage ya kwamba ni vita yao, ni battleground ya kupigana vita zako na maadui zako. Wanaweza tukuzwe sana. Haleluya. Wangekosa kushika Yesu wamuue, labda angeendelea kuendeleza injili tu. Si ni kweli? Angepata mpaka time ya kurest. Angepata time mpaka ya kujiambia inaitwa astral projection au astral project mpaka kule kuzimu. Je, kwamba niingie na niseme jambo kule kuzimu. So Mungu akaashiria nguvu zake na akasema wacha niweze kuachieve unabii ule nilisema utatimia, na akageuza mgongo. Nani anaweza penda mtoto wake akijibiwa akiona? Wako anaweza penda. Kanisa tukuze sana. Amen. Mungu akageuza mgongo. Yesu akatandikwa. Akalimo, lakini Mungu anajua hii ni sacrifice na toa. Kanisa tukuze sana. Amen. Iko na uchungu, lakini hii sacrifice iko na ukombozi. Hata kwa maisha yetu. Amen. Dhabihu sio watu tunatoa na uchungu mkubwa sana. Hizo ndizo huwa zinatutetea. Amen. Mimi nakwambia out of experience. Na wengi wale kujuluma hapa, nishawasimulia mpaka tusiwetwane. Unajua kuja hapo kumekufa moyo. Napendana sana kwanza nikusimulia ya kwangu kwanza, yako ni kidogo. Wanaweza kukuza sana. Amen. Mimi nakwambia mambo yale wanafanya kwa sababu wengi wanawaambia bibi yangu akafanya. Wengi wanawaambia nishauza mpaka vitu za nyumba hivi, niinulie Mungu dhabihu. Wanaweza kukuza sana. Amen. The power of success. Ya kwamba Yesu alitolewa dhabihu, na dhabihu ilikuwa na uchungu sana. Ya kwamba hilo jambo Mungu mwenyewe angeangalia vile mtoto wake anafanywa, angesema hapana. Wanaweza tukuzwe sana. Amen. Ya kwamba ukiangalia mambo yale inafanyika, unasema hapana. Na hiyo ndio hali ambayo kama unataka kwenda mbali, lazima upitie hiyo changamoto, lazima upitie hali moja ama nyingine na ukubaliane nayo na uweze kupambana nayo. Wanaweza tukuzwe sana. Pia kwa sababu nilikuwa nasoma mambo ya spiritual prosperity. Mimi napenda mambo ya prosperity sana. Kama upende sawa. Mambo ya prosperity. Ya kwamba spiritual prosperity, nikasoma verse fulani siwezi kumbuka ni gani. Na nilipokuwa na expound deeper, nikaona inaongea kuhusu ya kwamba inasema majina na maneno inasaulika. Inaongea kuhusu commitment na kujitolea kwako, vile huwa kunaleta mafanikio kwa maisha yako. Wanaweza tukuzwe sana. The moment unakuwa umejenga uhusiano wako na Mungu, the moment unakuwa umejenga uhusiano wako na Bwana, ya kwamba hiyo hali unaonanga huko, Mungu anakuwa akichua na Mungu anakuwa amekutayarishia. Wanaweza tukuzwe sana. Amen. Ndio uweze kuovercome ukiwa kwa hiyo hali ya changamoto, ndio inakuwa chance ya maadui ya kuongea na kupanga mambo zao na kukuhukumu na kuchafua jina lako, lakini wacha iwe nafasi yako bado ya kuongea na Mungu. Wanaweza tukuzwe sana. Wengi wakisema ulifeli, wacha iwe nafasi yako ya kurevive. Wengi wakisema ulifeli, wacha iwe nafasi yako ya kurekindle the power. Ya kwamba maombi yako unaomba saa hiyo ni maombi ya kuweka uhusiano na Mungu wako. Amen. Wanaweza tukuzwe sana. Amen. Na Mungu ninasema ako karibu sana na ule mtu ambaye hana haki kwenye society. Wanaweza tukuzwe sana. Amen. Na hiyo ndio maana nimekuambia hivi, wakati uko chini inakuwa ni nguvu za kushuti. Wanaweza tukuzwe sana. Wakati uko kwa haibu inakuwa ni nguvu za kushuti unatafuta ili ukaweze kufika kwa another level. Wanaweza tukuzwe sana. Hiyo ndio maana nasikia mimi naomba hapa sometimes naambia Mungu nimeitisha vita za kunisongesha mbele. Wanaweza tukuzwe sana. Kwa sababu najua sometimes hakuna kitu, na sio sometimes, Wakristo wengi, madhabahu mingi, kanisa mingi hauwezi kuachieve ama kuprosper pasina vita. Ndio uweze kuachieve lazima upigane vita, hata kwa biashara zako.
ndio uweze kuachieve. Lazima upigane vita. Pale unafanyia biashara yako kuna territorial demons. Pale unafanyia vita kuna mtu anakuchukia for no reason. Anatamani ungefutwa aje. Wanaweza tukuzwe sana. Ushawijua sometimes mpaka mdosi wako kuna vile akufurahiaje sana ukiwa kwa maisha yako, na kama uko hapa mdosi na mwajiri wako hapo hapa, I'm sorry nisamehe. Wanaweza tukuzwe sana. Kwa sababu gani? Sometimes mwanadamu ameumbwa hivyo na uwezi badilisha. Kristo atukuzwe sana. So ndio uweze kuovercome, lazima uwe na uhusiano mzuri na Mungu. Lazima uweze kutengeneza njia yako ya kwamba mahali uko jua ni kwa vita, mahali unaenda jua ni kwa vita. Na kama haupendi kubarikiwa, wachana na vita. Wanaweza tukuzwe sana. Na kama haupendi vita, wachana baraka. Vice versa. Listen to. Wanaweza tukuzwe sana. Kama utaki kubarikiwa, wachana na vita. Kama utaki baraka, wachana na vita. Na kama utaki vita, wachana na baraka. Kuna mambo manne ambayo dunia haiwezi ikakubali. Ya kwanza, mama ambaye amekataliwa kwa mji akipata fiva kwa bwana yake. Namba 2, maskini ama mtu ambaye anajulikana ni mjinga akipata chakula ya kutosha ambayo inamtosha yeye na maisha yake. Ndio society huwa haifurahii. Na namba 3 ni mtu mjinga akipata ufalme. Wanaweza tukuzwe sana. Mtumishi ama servant ama mabusu ama mwajiriwa akipata ya kwamba akipata ufalme, dunia bado inalalamika. Wanaweza tukuzwe sana. Mimi nakuombea, haijalishi italalamika namna gani, Mungu akupe favor. Hautaishi mahali pamoja, mahali wazazi wako hawakufika, nasema ukafike katika jina la Yesu. Kile hawakupata, nasema ukapata katika jina la Yesu. Naongelesha mtu wako na imani sana, nikwambie hivi ya kwamba ndio dunia inalalamika, lakini wewe ni wa Bwana na alishinda hiyo dunia. Uko na uwezo kuliko dunia. Haleluya. Ndio maana unaitwa Mkristo, kwa sababu maisha yako na Kristo ni hapa kwa hapa. Haleluya. Nasema katika jina la Yesu, kama alishinda dunia, hakuna kitu ambacho kitakushinda wewe. Hakuna kitu ambacho kitainuka kitaweza kukuleta chini wala kuleta biashara yako chini. Nasema kwa uwezo wa Jehova, watakaoziinua watakuwa losers. Wanaweza tukuzwe sana. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, yes, the wisdom of God. Bas ya Kiswahili, wacha nikusomea ya Kiswahili ndio uweze kuelewa vizuri. The power and wisdom of God. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 24. Nikimaliza neno la Bwana kwa Kiswahili linasema hivi: bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni wa Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mwenyezi Mungu. Wanaweza tukuzwe sana. Sasa wakati ushapata Kristo ameingia ndani yako, praise the Lord, praise the Lord once more, praise the Lord once again. Say hi to me, I am born again, I am saved, I received Jesus on the year 2019. What the moment umepokea Yesu, umepokea nani? Hekima ya Mwenyezi Mungu. Namba 2, umepokea nguvu za Mwenyezi Mungu. Why should you lose your battles? Wanaweza tukuzwe sana. Battles can persist, lakini haufai kupoteza kwa sababu you have the power. Simama miguu yako. Yes. Nakuteka wewe. Nakuteka na moto. Nakupiga na moto. Fire. Nakushambulia moto. Natoma roho yako. Tuma moto. Tuma moto. Moja, 2, 3 katika ndio. Simamisha hapa. Tuitisha malaika. Na kule wako nimewaita waachane na yeye, wapigane na mimi nikiwa mimi. Nimeelekeza malaika wa Bwana kwa hizo anga. Nimeelekeza malaika wa Bwana kwa hizo anga. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe simama hapa. Wewe ni nani? Kwa nini wewe simama hapa? Wewe ni nani? Wewe simama hapa. Kwa nini wewe simama hapa? The Lord is powerful. Nataka kukanyaga. Kanyagisha hapo.
Sasa kocha, wewe ni nani? Wewe ni nani? Kocha nikushike. Wewe ni nani? Wewe nani unaongea ndani yake? Wewe ni nani? 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 Mimi naitangwa spiritual controller. Uko chini ya maji. Uko chini ya maji. Uko chini ya maji. Sasa nikuje na kombora. Sasa nikuje nayo usikie moto. Sasa nikuje nayo usikie moto. Sasa nikuje nayo usikie moto. Unafanya nini chini ya maji? Wewe ni nani? Kanyagisha hapa, hataki kukanyaga. Mulete hapa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Uko chini ya maji, wewe ni nani? 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 Wewe ni nani uko chini ya maji? Wewe ni nani? Umesalenda. Nimeitisha moto kwa hiyo bahari. Nipeeni moto mara 7. Tuma moto. 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 Moja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katika jina la Yesu. Simama. Washiria sasa. Simama. Usifiwe Yesu. Usifiwe Yesu. Usalama. Natoka wapi? Moya. Natoka Moya. Sasa yuko wapi? Chachi. Na mkono juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, huu ni mwili na ni hekalu lako Mfalme. Nimeweka nguvu za Bwana na nimeweka mafuta yako Mungu wa Israeli. Simama na miguu yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa sababu ya uwepo wako na nguvu zako. Pokea sifa, pokea heshima na utukufu. Ukiwa kwenye kiti chako cha enzi takatifu, ninakuhimidi na nakutukuza. Kwa jina la Baba na Mtakatifu, Bwana tumeomba na tumeamini. Amen.